Habari za wakati huu, karibu sana katika chaneli yetu ya YouTube. Kwa jina naitwa Brother Godlove, na leo ni siku nyingine tena tunakutana pamoja leo kudrive pamoja. Leo tuna drive pamoja kutokea maeneo ya Mnazi Mmoja mpaka Buguruni. Tumekuwa tukipita ruti mbalimbali za mabasi za Dar es Salaam, mabasi yanapopita katika Dar es Salaam. Leo napita hapa ruti ya kuanzia Mnazi Mmoja mpaka Buguruni. Hapa nipo maeneo ya Lumumba hapa. Hapa ni maeneo ya Lumumba ambao tumepita hapo, ni makao makuu ya CCM. Kwa hii mitaa ya Lumumba. Mitaa ya Lumumba ni maarufu kwa kuuza spare za magari hapa. Nataka spare ambazo za magari na accessory mbalimbali za magari, hapa ndio sehemu yake hapa. Ukifika hapa ukosi hivyo vitu. Kwa hiyo hapa tunapoingia hapa, yote hii ni Mnazi Mmoja. Hivi yote ni viwanja, huko upande wako kushoto vyote ni viwanja vya Mnazi Mmoja, vyote hivi ni viwanja vinajulikana kama viwanja vya Mnazi Mmoja huko ndani. Kwa kuna hospitali ya Mnazi Mmoja, pia kuna viwanja ambao watu wanafanyia mikutano na nini, lakini kuna shule. Kwa hiyo na hapa ndio kuna mataa ya Mnazi Mmoja hapa. Kwa hiyo hapo mbele ndio kuna mataa ya Mnazi Mmoja hapo mbele. Kwa hiyo hayo mataa ukiingia kushoto unakuwa unaelekea mjini, lakini ukikunja kulia unakuwa unaelekea Kariakoo mpaka Buguruni. Kwa hiyo mimi naelekea Buguruni, kwa hiyo ndio maana ninakunja kulia. Ndio maana nakunja kulia. Hii barabara hii ya Uhuru hii ya kuelekea Kariakoo, hii waga ina foleni sana katikati ya wiki. Leo ni weekend ndio maana hamna foleni, lakini mara nyingi kunakuwa na foleni sana. Yaani ukipita hapa katikati ya wiki kunakuwa na foleni sana hii barabara. Lakini leo kwa sababu ya weekend angalau kidogo foleni sio kivile yani. Naona. Kwa hiyo ni mitaa hii yote ni Kariakoo, hii yote ni Kariakoo hapa, mitaa ya Uhuru. Kwa hii barabara inaenda moja kwa moja mpaka Buguruni. Sema tu kinachonekera tu kuhusu hii barabara ni kwamba ni foleni. Yaani foleni inakera sana katika hii barabara. Foleni ni kali sana. Na mtaa wa kulia ukiingia unaingia mtaa wa Kongo. Ukiingia mtaa wa kulia unaelekea mtaa wa Kongo. Mtaa wa Kongo ni maarufu sana kwa uuzaji wa vitu. Yaani kuna biashara, kuna vitu vya kila aina. Ukiwa una haraka, hii njia sio njia ya kupita. Yani kama una haraka zako katikati ya wiki, hii njia waga itabiliki bwana. Unaweza ukajikuta unapita hii njia unakwama hii njia. Unakutana na foleni za ajabu. Kwa hiyo kama una haraka, hii njia sio ya kupita yani. Waga mimi sikushauri, bora uzunguke. Utawahi kufika kuliko kupita hii njia. Kwa hapa ni maeneo ya Uhuru, hiki ni kituo cha Uhuru hiki. Shida ya hapa waga ni magari mengi yanasimama, yanapakia na kushusha abiria. Kwa hiyo yanasababisha foleni sana. Kwa hapa ni kama center ya Kariakoo vile. Yaani hapa ni kama upo center ya Kariakoo kwenyewe yani. Kwa sababu inagawanya Kariakoo pande 4. Kuna hii Kariakoo ya upande huu wa kushoto, Kariakoo upande wa kulia, lakini kuna Kariakoo ya juu na ya chini. Kwa hapa kisempa nagawa Kariakoo pande. Nikaone kama center yenyewe ya Kariakoo. Ukiniambia center ya Kariakoo mimi nitakwambia hapa. Hapo upande wa kulia kushula msingi ya Uhuru ipo upande huko wa kulia huko. Hapo hapa kuna China ile jengo la China nani hapo.
upande wako kulia, upande wako kushoto ndo shule ya msingi ya Uhuru ipo. Kwa hiyo Kariakoo, upande mwingine wa Kariakoo huu. Upande wa kulia ni maarufu sana, hii mitaa ni maarufu sana kwa kuuza makapeti. Yaani ukija hapa ni maarufu kwa kuuza kapeti na nini. Kwa kama unahitaji makapeti, hii ndio mitaa yake hii hapa. Hii karibu na shule ya msingi ya Uhuru ndio mitaa ya kununua makapeti na nini, yote una mazulia manini, ndio sehemu yake. Hapo kulia ni TBL hapa, kiwanda cha TBL hapo, cha bia cha TBL hapo. Kwa hapo kulia ni TBL, lakini hapa tunapoingia tunaingia Karume hapa. Karume ni sehemu maarufu sana kwa kuuza nguo za mitumba na nini. Kwa hiyo unakuta kunjiani utakuta kwa watu wameweka vitu na nini wanauza. Kwa hiyo hii ndio maarufu wa Karume yani. Ni soko kubwa la mitumba. Kwa hiyo ukija hapa yani vitu mbalimbali ukosi vitu mbalimbali. Na soko lenyewe lipo upande wako wa kulia. Unaona kulia huko watu wanauza vitu na nini. Hiyo ndio soko la Karume yani. Kwa ni moja ya soko maarufu, lakini wengi wanauza mitumba. Yani mwingi ni mitumba, viatu, yani nguo za mitumba, viatu, mabegi, yani ukija hapa ukosi. Kwa bei poa kabisa. Unanunua kwa bei poa kabisa yani. Hii barabara imeanza kujengwa muda mrefu sana, afu ni kama imesimama hivi. Yaani ni kama imesimama. Muda mrefu sana imeanza kujengwa. Hapa ni tumepita mataa ya Karume hapa. Kuna ujenzi unaendelea hapa Karume. Kulia kwako hapo ndio ofisi za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam hapo. Ofisi za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ziko kulia kwako hapo. Shida hii barabara saizi inajengwa, kwa hiyo ni ina vurugu sana za nani. Kuna foleni sana yani. Kwa sababu ya ujenzi unaoendelea na nini. Sijui inaenda, sijui haiendi. Nataka tukunje hivi. Usizani kama unaenda kweli. Sasa kama inaenda au haiendi. Hapo kulia ndio NHIF, hapa ni ofisi za NHIF hapo. Kulia kwako hilo jengo kubwa hilo ni ofisi za NHIF. Ndio kuziweka sehemu hii ambayo magari yanakuwa na foleni sana hii.
mvua imenyesha, kwa hiyo kuna madimbwi mengi sana ya maji kwa sababu ya mvua. Twende huko. Barabara zinapojengwa zinasababisha nini? Foleni. Ujenzi unaendelea unasababisha foleni, kwa hiyo ni shida sana. Kuna maeneo ya Amana hapa kuna hospitali ya Amana huko maeneo. Mbele kuna foleni hapo, watu wanashinda kupita.
Hapa shida kubwa, shida hapa ni nani? Ni gari zikishaanza kwenda mbili mbili, hapa kwenye kona kuna shida, lakini gari pia zikishaanza kuingiliana mbili mbili tu, unajikuta mnakaa sehemu ambayo mtakiwa kukaa muda mrefu. Shida kubwa hii barabara ni foleni. Kuna foleni ya kijingajinga sana. Yaani hii njia bwana ina shida moja ya foleni za kijingajinga. Yaani unaweza kukutana na foleni za ajabu ajabu na hata uelewi kitu gani. Lakini kwa sababu tu ya uembamba wa barabara na magari ni mengi sana. Yaani ni njia inapita magari mengi, lakini uembamba wa barabara na yenyewe unasababisha kunakuwa na foleni sana. Lakini ni kipande kidogo tu cha yani kutoka Kariakoo mpaka Buguruni ni kipande cha dakika, kama hamna foleni ni kipande cha dakika 5 au 6, lakini unaweza kujikuta unatumia hata nusu saa au lisaa lizima. Sasa ngirudi nyuma tu. Yote ni mitaa Ilala huku ni Ilala huku. Kote ni mitaa, inaitwa mitaa Ilala. Mbuzi bwana wa mjini hawa unaona hamna mchungaji. Ukiwaangalia unaona hamna mchungaji. Mbuzi hawana mchungaji bwana. Lakini hao mbuzi bwana usisubutu kuwakamata bwana. Itakutokea mabaya. Kwa hapa tumezunguka tu kile kipande ambacho kinatengenezwa, kwa hiyo hapa tumekuja tunaingia kipande hiki cha nani hiki. Yote hii ni mitaa Ilala hii. Lakini pia Ilala Amana ipo karibu na hospitali ya Amana. Sijajua kama wakishakamilisha barabara hii itasaidia kupunguza foleni, kwa sababu nikiangalia barabara yake ni nyembamba sana.
Yani sidhani itasaidia tu wale wasafiri wanaotumia mwendo kasi, lakini hawa wengine sina uhakika sana. Sababu barabara kiukweli barabara ni nyembamba sana hii barabara. Mvua inashuka. Kipindi hiki ni cha mvua, yani kwa hiyo unajikuta umetoka vizuri, lakini shangaa mvua hiyo imeshuka. Pale mbele sielewi hata kuna foleni ya nini pale mbele. Gari si imefika. Shida hii njia ndio hiyo, kunakuwa na vifoleni vya ajabu ajabu. Yani gari ikisharibika tu kidogo au nini, yani foleni inatokea. Watu wakiingiliana tu. Hapa ni Malapa, ni Buguruni, nani Malapa hapa. Magorofa ya Buguruni hapa gorofani. Hapa ni Lozana hapa. Buguruni Lozana hapa. Magari mengi ya Buguruni, mabasi mengi yanaanzia hapa na kugeuzia hapa, yanayoishia Buguruni. Yanaanzia hapo na kuishia hapa. Natumai utakuwa umeenjoy video hii. Mpaka wakati mwingine, na kushukuru sana. Hapa ndio tumefika Buguruni Mataa, kwa hiyo hapa ndio mwisho wa hii video.
Nipo Buguruni Mataa, ndio naanzia hapa kuendesha. Kwa Mataa naona yafanyi kazi, kwa hiyo tuna force. Hapa tushavuka Buguruni Mataa. Hiki ni kivuko cha Buguruni hapa. Watu wanapanda na kushuka hapa. Tunaelekea kwenda kupita pale Tabata Lelini ili tuende moja kwa moja mpaka Tabata Segerea.